Kwa sasa naweza nikasema Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama cha Tundu Lissu na John Heche na viongozi ambao tayari wameonekana kabisa kwamba wao ni ving'ang'anizi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Yani hata kife na dalili inayoonekana kwa watu ambao tayari wameshaweza kujiongeza na secretariat nzima ya mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe, baada ya wao kuweza kujiondoa ni kwa sababu wamesha kuwa na maono ya kwamba chama cha Chadema miaka inavyozidi kwenda na siku zinavyozidi kwenda, dalili zilizopo ni kwamba chama kitakufa na kitapotea kwenye game. Kwa hiyo tayari ni moja ya kitu ambacho sio kiongozi ama sio kila mwanachama anatamani kuweza kuona hivyo, kwa sababu ni moja kwa moja kwamba hawataweza kujihusisha na uchaguzi wa aina yoyote. Kwa hiyo inaleta pia moja ya effect mbaya sana kwa mwanachama ama kiongozi aliyekuwa anataka kugombea labda nafasi fulani. Kwa hiyo watu wameshaanza kujiongeza, na kubwa kuliko ni kuhusiana pia na Freeman Aikael Mbowe ambaye mpaka sasa hivi yani utabiri uko wazi. Kile nilichoweza kukizungumza kwa miezi iliyopita na hata kwa baadhi ya watu tofauti ambao walitabiri na walizungumza kwamba itafika muda, itafika wakati Freeman Aikael Mbowe atakuwa rasmi mwana CCM. Sio jambo la kushangaa kwa sababu tayari ilishai kuwatokea viongozi ambao waliaminika kwamba hawatoweza kuondoka ndani ya chama cha Chadema, lakini hatimaye mambo yakachange na akawa ndani ya uzi wa CCM. Kwa hiyo sishangai na sioni kwamba kuna ubaya, kwa sababu kinachoendelea kwa sasa huwezi ukamlaumu mwenyekiti wa Freeman Aikael Mbowe wa zamani kuweza kubakia ndani ya chama kama mjumbe wa kudumu, kwa sababu tayari chama hakijihusishi na masuala ya uchaguzi na chama pia hakijihusishi na kugombea nafasi yoyote ama ngazi yoyote katika uchaguzi. Kwa ni lazima hata mwenyewe aweze kujiongeza haraka iwezekanavyo ili mradi kuangalia pia maisha yake binafsi, kwa sababu tayari ameshajikita kwenye siasa na tayari pia moyo wake na mapenzi yake yapo kwenye upande wa siasa na kuongoza pia wananchi. Kwa ni lazima tu atatafuta njia mbadala ya yeye kuweza kuwa katika kuhakikisha kabisa kwamba kile alichokuwa akikiamini basi anakifanikisha hata akiwa kwenye chama kingine, kwa sababu lengo sio kuwa katika chama fulani, bali lengo ni kuhakikisha kabisa kwamba viongozi wanakuwa katika nafasi ya kufanya kile wanachotakiwa kufanya, kutekeleza pia haki za Watanzania na watu ambao tayari tunaamini kabisa tumewachagua kama moja ya icon kuweza kusaidia na kuwakilisha pia vyema matatizo yetu na kuweza kuyatatua. So ni swala ambalo haina haja ya kuweza kumlaumu kwa sasa mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe, bali ni muda sahihi kabisa wa yeye kuondoka ndani ya chama na kufanya maamuzi binafsi kama haya. Cha msingi tukutane kwenye comment tu. Hii ni Hatboy Media.